Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo ni maombi. Nitafundisha kwa haraka ila natamani mpate kitu ambacho Mungu amekusudia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Watu tuna tafsiri nyingi za maombi. Kila mmoja anaweza akawa na tafsiri yake ya maombi na namna ambavyo yeye anavyoishi kwa habari ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maombi sio neno tu kwamba ni maombi, bali maombi ni vitendo. Kila mtu ana namna ambavyo anaelewa maombi na namna ambavyo anatumia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tutashare vitu vichache ambavyo Mungu ametamani tujifunze kama kanisa. Tunaposema maombi, maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Roho. Haleluya. Pia unaweza kusema maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Lakini nimesema Roho kwa sababu gani? Hata watu ambao hawamfahamu Mungu wanaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata watu ambao hawamuombi Mungu tayemuomba, lakini huwa wanaomba. Kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba maombi sio tu mawasiliano na Mungu, bali ni mawasiliano kati ya mtu na Roho. Kwa namna nyingine, kwa Kiingereza ndio kusema kwamba prayer is a way to access things in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Is the way to access things in the realm of the spirit. Kwamba hakuna namna sisi tunaweza tukasafiri tukafika katika huu mwili tukafika katika ulimwengu wa roho kwa macho, lakini tunaweza tukasafiri kutoka kwenye ulimwengu wa mwili kuingia kwenye ulimwengu wa roho kwa maombi. Kwa hiyo ndio maana nimekuja nidefine kwamba ni njia ya kuaccess vitu kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna njia nyingine ambayo mwili unaweza ukawasiliana na roho isipokuwa kwa njia ya maombi. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza tukawasiliana sisi miili yetu na roho isipokuwa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunapojiona hapa ni mwili, lakini neno la Mungu linasema Mungu ni roho. Kwa hiyo hakuna namna ambapo tunaweza tukawasiliana na Mungu isipokuwa kwa njia moja ambayo ni maombi. Haleluya. Kwa mwili na roho vinaweza vikawasiliana kwa kutumia maombi, au ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho vinaweza vikakonektiwa kwa njia ya maombi. Kwa namna nyingine naweza kusema kwamba maombi ni kitendo cha kunyenyekea mbele za Mungu na kumwonyesha kwamba Mungu, pasipo wewe siwezi kufanya chochote. Na ndio maana kila nalofanya, kila nalotenda na kushirikisha, maana itakuwa ni maombi. Ni kunyenyekea mbele za Mungu na kumwambia siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa wewe Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu na namna nyingi za maombi na namna ambapo tunaomba. Kila mmoja anaelewa maombi na kila mmoja ana practice maombi ambavyo anavyofanya. Lakini siku leo nataka kuambia maombi ni kuomba. Maombi sio neno. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kuomba. Maombi ni kitendo. Maombi sio kusema. Watu wengi sana wanaweza kuambia kwamba nakuonea huruma nitakuombea, lakini baada ya hapo hafanyi chochote. Ukukumwambia tu mtu kwamba nakuombea haitoshi, kwa sababu maombi sio neno, bali maombi ni vitendo. Kwa hiyo unapojifunza maombi, haujifunzi ili uishi nao kwamba nina maarifa ya maombi, lakini natakiwa ili upate matokeo lazima upractice ili uweze kupata vitu ambavyo tunaweza kupata. Kwamba kuelewa tu njia kwamba kufika katika ulimwengu wa roho ni kwa njia ya maombi. Pasipo kuomba uwezo kufika. Utakuwa unajua tu kwamba niliambiwa kwamba ili wasiliana na Mungu ni kwa njia ya maombi, lakini kama hauombi utabaki kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Utaishia kukaa katika ulimwengu wa mwili na ukatafsiri vitu katika ulimwengu wa mwili na ukaishi kabisa na vitu hivyo vikavyo na make sense ndani yako, na watu wanaokutazama mara nyingi unasema tu kwamba unaona kitu mfano kiko hivi, wanasema hicho kitu hakiwezekani, na wewe unachukulia hivyo hivyo, unaendelea kuishi hivyo hivyo. Na watu wanakuambia hivi, kweli utafaulu, unasema kwa ninapoona kweli nitafeli, kwa sababu masomo yangu kwa ziwezi kangu tu zinaonyesha kwamba nitafeli. Kwa kama zinaonyesha zinafeli, nikisema kwamba nitafeli it makes sense kwa watu, lakini kwa Mungu hai make sense. Bwana Yesu asifiwe. Ita make sense kwako na wao wanaokutazama, lakini kwa Mungu hai make sense. Kuna wimbo ambao naupenda kwa sababu sijui utendalo, sijui utendavyo wala sijui ufanyavyo, lakini kile ninachojua ukiamua kinakuwa. Bwana Yesu asiwe. Ndipo tafsiri ya maombi kwamba sijui Mungu anapotenda kwa namna mwili ninavyoangalia, sijui Mungu anapotenda, lakini ninachoamini kwamba Mungu akiamini kinabadilika. Haleluya. Haleluya. Mimi ni mtu ambaye
nikiwa kwenye situation ambayo sijajiandaa au sijafanya, uwaga sipendi sana kukitafsiri kile kitu kwa namna ambavyo naona mimi, kwa sababu nikitafsiri kwa vile ninavyoona obviously tu nitaogopa. Let's say unaingia kwenye mtihani, hujajiandaa chochote na kozi ni ndefu, afu unaenda, Mungu amekwambia nenda na amekupa afya, amekuruhusu. Ukiangalia katika ulimwengu wa mwili hai make sense, lakini kitu ambacho natakiwa kumwambia Mungu kwa huo wakati, mwambie Mungu, sijui ufanyavyo, sijui unavyotenda, lakini ninachoamini ni kwamba ukisema kinakuwa. Haleluya. Kuna namna nyingi za kuomba ili upate matokeo, na watu wengi wameomba na kwa namna hiyo, lakini kuna vitu viwili vya kuzingatia unapoomba ili maombi yako yawe na matokeo. Vitu viwili ambavyo nimeweka mimi pia na vingine ambavyo unavijua utaongezea. Cha kwanza kabisa ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza ni imani. Tusome Waebrania 11:6. Neno nasema hivi: pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini yeye yuko, na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa sababu kila mwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yupo na huwapa thawabu wale wanaomtafuta. Kwa hiyo cha kwanza kabisa imani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaniambia kwamba mimi na imani na naamini kwamba Mungu yupo, na kila mmoja hapa anaamini Mungu yupo, na ndio maana uko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anaamini kama Mungu yupo. Kila mtu hapa, kila mtu anaamini kama Mungu. Ndio maana umetoka huko umefika mahali hapa. Lakini unasema kwamba mimi namwamini Mungu na naamini kabisa kwamba anaweza kufanya chochote anachotaka. Lakini kwa nini ninaomba maombi lakini sijibiwi au sioni matokeo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo sasa linamtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine, kwa sababu imani sote tunayo, lakini linamtofautisha mmoja na mtu mwingine ni bidii na muendelezo katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni bidii na muendelezo katika maombi. Haleluya. Kuna namna ambavyo natamani warekebishe kwamba kila mtu ni muombaji na watu wao wanaomba sana, lakini huo unaomba wakati gani? Most of us tuna maombi ya zimamoto. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya zimamoto. Kuna mtu akipata muhemko wa kuomba anaweza kaomba siku nzima. Kuna mtu akipata muhemko wa kuomba anaweza akawa ni muombaji kila siku kabisa, anaanza kuwashangaa watu. Hivi nyinyi kwa nini muombaji? Muhemko ule mumsumbua anakuwa anaomba. Lakini kuna mtu ambaye kuomba kwake sio muhemko bali ni lifestyle, kwamba mimi kuomba ni kama utaratibu na nitaomba always. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye issue ya maombi ya muhemko, watu wengi sana wanaomba kwa muhemko. Mtu akipata na changamoto anaweza akaomba, akalia, akatoa na sadaka. Lakini mtu huyo akikipata hicho kitu, hasemi Mungu asante, kwanza anamweka na Mungu pending. Kuhusu kusijui kutumia hela sijui nini. Umemwomba Mungu amekupa hela, lakini baada ya kukupa Mungu hela unamweka pending. Hizo hela nitazitumia mwenyewe. Nina akili Bwana. Na katika ulimwengu wa mwili ina make sense, lakini kumbe kuna maombi mengine ya kumwomba Mungu akusaidie kunamna ya kutumia hiyo baraka uliyoipata. Kwa sababu watu wengi wanaomba, lakini baada ya kuomba wanashindwa kuhandle ile baraka ambayo Mungu anaachia. Kwa hiyo kitu ambacho kinamfanya mtu matokeo yatokee katika maombi yake anaomba ni bidii na muendelezo. Naomba mnisomee kwa Yakobo 5:17, Kolosai 4 mstari wa 2 na Yakobo 5:17. Neno la Mungu lasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikonyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza tumesema ni bidii ya kuomba. Neno la Mungu linasema kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua ikunyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho kinatofautisha mtu ukawaida wake na mtu mwingine ni bidii katika kuomba. Bidii. Bwana Yesu asifiwe. Unaonekana ni wa kawaida sana, lakini the moment ambapo utapotia bidii katika kuomba utakuwa unaonekana sio wa kawaida. Ndio maana utakuta hata wachawi wanakuwa wanamtambua huyo mtu, akianza kumwangalia atakuwa anamwangalia machoni na anasema usio mtu wa kawaida. Nini? Bidii ya maombi. Watu wote tuko sawa, lakini nakuhakikishia watu wote hatuko sawa rohoni, kwa sababu kila mtu ana namna ambavyo anavyoishi.
Kama Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye asili kama sisi, na Biblia inasema mwenye asili kama sisi, maana alikuwa na madhaifu kama sisi, alikuwa anavaa kama sisi, alikuwa analala kama sisi, lakini kilichomtofautisha Elia na sisi mpaka akaomba mvua isinyeshe ni bidii yake katika kuomba. Alipoomba kwa bidii, Mungu akamsikia. Wangapi tumeanza maombi, tunaomba vizuri, lakini imefika wakati tumeshindwa kuwa na bidii ya kuomba na tukakiachia kitu kikaenda kwa kirahisi kabisa. Lakini natofautisha ni nini? Ni bidii. Lakini naomba nisomee pia Wakolosai 2 mstari wa 4. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 4, neno la Mungu lasema, nasema neno hili mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kushawishi. Maana nijapokuwa sipo katika mwili, lakini nipo pamoja nanyi katika roho, nikifurahi kwa kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo. Amina. Umesoma Kolosai 2:4. Kolosai 4 mstari wa 2. Kolosai 4:2 anasema, dumuni katika kuomba, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba, huku na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Amen. Amina. Neno la Mungu nasema dumuni sana katika maombi, mkikesha katika kuomba, huku na shukrani. Kudumu maana yake ni kufanya kitu kwa mwendelezo, kwamba leo nimefanya, kesho nafanya, na kesho nafanya, na kesho nafanya. Huko ndio kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kudumu, dumuni sana. Lakini ukipia kusoma Wathesalonika wa kwanza 5 mstari wa 17, neno linasema ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maombi hakuna namna ya kukoma, kwa sababu wewe unapokoma, kumbe ndio unapokaribia kupata majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Dumuni sana katika maombi. Dumuni sana katika maombi. Kesheni. Bwana Yesu asifiwe. Kesheni. Nimekuja kujifunza neno nasema kesheni. Sio kwa namna ambapo unaanzia saa 1 usiku mpaka unaamka asubuhi, lakini Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba je, hamkuweza kukesha nami hata kwa saa 1? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe sisi tunapotafsiri kwamba ukesha nasema kwamba ni kulala unaomba mpaka unaamka. Kumbe Yesu anasema hata kwa saa 1. Kwa hiyo unaweza ukakesha na Mungu hata kwa saa 1. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bidii yako katika kuomba inaweza kukupa matokeo. Bidii yako katika kufanya hicho kitu unachokifanya kitakupa kitokee, kwa sababu unaweza ukawa unafanya kitu lakini hauoni matokeo, lakini unapoendelea kufanya kwa bidii na kwa mwendelezo. Elia alikuwa anaomba kwamba mvua inyeshe, anaangalia nje anaona hamna kitu chochote, akaomba mara ya kwanza, akaomba mara ya pili, akaomba mara ya tatu, mpaka akaomba mara ya 7, baadaye akaona dalili ya wingu. Kwa hiyo leo unaweza kaomba mara ya kwanza, umeomba mara ya pili, ukaomba mara ya tatu, ukakata tamaa na ukasema kabisa nimeomba sana, lakini neno Mungu nasema kwamba dumuni, ombeni bila kukoma. Haleluya. Tutajifunza pia kwa nini tunaomba. Why do we pray? Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba? Ipo njia moja tu ambayo tunaijua watu wengi kwamba kuomba ni mawasiliano. Lakini sasa mawasiliano tunampata nini? Na kuna watu wengine wanaweza kawa na definition kwamba kuomba ili tupate vitu. Ndio definition ambayo tunaweza tukawa sote tunajua, au faida ya maombi ni kwamba tunaomba ili tupate. Nami sipingani kabisa na Biblia. Jambo la kwanza katika maombi, kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tupate vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba ili tupate vitu. Tusome Mathayo 7 mstari wa 7. Mathayo 7 mstari wa 7, neno la Mungu lasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Amina. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtapewa. Lakini neno la Mungu linasema kila aombaye hupewa. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo tunaomba, sababu ya kwanza kabisa katika kuomba ili tupate vitu. Bwana Yesu asiwe. Inaweza kuwa ni ya kwanza ile katika mpangilio, lakini sababu mojawapo ya maombi ili tupate vitu. Neno la Mungu linasema katika Yakobo 4 mstari wa 2, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hauwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Bwana Yesu asiwe. Hatupati vitu ni kwa kuwa
hatuombi. Lakini ninapokuambia kwamba kwa kuwa hatuombi, lifaa katika imani, lifaa katika bidii na mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu naweza nikawa nasema hapo, mtu anasema mbona mimi naombaga sana, lakini lifaa katika mwendelezo na katika kudumu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaomba, kwa sababu nasema kwamba hapa mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa hiyo kila haombaye upata, lakini kwa namna gani? Lifaa zile njia mbili. Cha kwanza, mwendee Mungu kwa imani kwamba hichi kitu ninachoenda kuomba Mungu anacho. Cha pili, omba kwa bidii na mwendelezo. Omba mpaka upate hicho kitu, usiombe ukakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Omba mpaka upate hicho kitu. Kikitokea ndio nasema kuanzia leo ili ombi naachana nalo, naendelea kuomba ombi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Omba. Lakini pia tunaomba ili kujitambua wenyewe na kuweza kuliishi kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani yetu. Tunaomba ili tujitambue wenyewe na tuweze kuliishi kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu ndani ya mwanadamu limefungwa katika roho yake, wala halijafungwa katika hii mwili. Lakini tumeibeba hii mwili kwa ajili ya kulikamilisha kusudi, kwa sababu roho haiwezi kusustain katika ulimwengu wa mwili yenyewe kafanya kitu, kwa sababu roho hata ukisimamisha hapa haina hata kivuli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho imewekwa ndani ya mwili ili mtu aweze kulitimiza kusudi. Lakini kwa namna gani sasa unaweza kulitimiza kusudi? Cha kwanza, na mimi ndio nasema uombe ili ujitambue. Tunaomba, ukishaomba Mungu anakujulisha wewe ni nani. Unaanza kuomba kwa namna gani nitembee, unaomba kwa namna gani Mungu nifanye hichi kitu. Ni kweli kabisa, naomba nikagundua kwamba mimi ni mwimbaji, lakini waimbaji wako wengi sana, Mungu wako wengi, nani atanielewa? Lazima Mungu akupe njia ya tofauti ambayo ukisimama unakuwa tofauti na watu wengine. Ni kweli kabisa, wahubiri wako wengi, wanahubiri sana, na mara nyingi sasa kuna wahubiri wa uongo, lakini kwa namna gani ambapo mtaeleweka? Ni kwa saini moja ambayo atakupa Mungu, ambayo itakutofautisha wewe na mtu mwingine. Kwa hiyo tunaomba kwa namna ambayo sisi tujitambue sisi ni wakina nani, hapo tuanze kutembea kwenye maelekezo na ili iweze kujulikana. Neno la Mungu linasema kwamba roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mojawapo ya fumbo kubwa ndani ya mwanadamu ni kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Lakini ipo roho ya Mungu ambayo inachunguza hata mafumbo ya Mungu, ikakuonyesha wewe ni nani na ukaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna watu wananiona, naomba mnyoshe mkono. Haleluya. Kwa hiyo ipo roho ambayo inachunguza mpaka mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo ili wewe uweze kufumbua fumbo la kwanza kwenye maisha ni mtu kujua kusudi lake ni nani. Mosi tunaishi tu, lakini kusudi ulijui. Au ukishalijua kusudi kwamba kumbe nina sauti nzuri, unaanza tu kuimba pasipo kujua umeitwa kwa namna gani, au umeitwa usimame kwenye engo ipi. Bwana Yesu asiwe. Kuna watu wataitwa kukemea tu, lakini kuna watu wataitwa kuonya tu, na kuna watu wengine wataitwa kutia moyo watu, lakini utakuta wewe unarukaruka huku upo. Ni kwa sababu hujui ni nini kitu ambacho Mungu amekuitia. Na hiyo ni fumbo ambayo inabidi uingie kwenye maombi na Mungu akufungulie wewe ni nani, na Mungu atakufungulia kwa namna ya roho. Roho ya Mungu inachunguza hata mafumbo ya Mungu, vile vitu ambavyo sisi binadamu hatuwezi kuviona. Roho ya Mungu inachunguza na unakiona hicho kitu kinakuwa kwako, unaanza kutembea na inaweza kuwa maisha yako, na unaweza kujua kabisa. Mtu anakuambia twende sehemu fulani, unasema mimi kwa sababu ya kusudi langu aliniruhusu hapa. Hata kama watu wote watajiunga kwaya, kumbe kuna mtu kusudi lake sio kujiimba kwaya, lakini kuna mtu ameitwa kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya kwaya. Amekaa tu anaombaga, kwaya zinaimba tu, unamshawishi nini? Lakini yeye anasimama tu, amesimama kwenye kusudi. Lakini vipi akisimama na yeye akaanza kuimba, utakuta anasahau na kujisahau. Watu wanapoimba na yeye sema ananogewa, anaacha kuomba. Kumbe kuna mtu ameitwa kwa ajili ya hicho kitu. Bwana Yesu asiwe. Simama katika nafasi yako, lakini nafasi yako huwezi ukaijua mpaka uombe Mungu achunguze fumbo ambalo liko ndani. Na fumbo ambalo nasema ni fumbo ni kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Namna ya tatu, tunaomba ili kuepukana na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba ili kuepukana na majaribu. Haleluya. Naomba mtumishi wa Mungu unisomee Yakobo 1 mstari wa 13 mpaka 15. Alafu pia kabla hajanisomea nitalifaa kwenye sala ya Baba, inasema kwamba usitutie majaribuni.
Kumbe kuna namna Mungu tunaweza tukamwomba Mungu asitutie majaribuni. Na kwa nini tunaomba tusitiwe majaribuni? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaomba ili tusiingie kwenye majaribu? Kuna majaribu ambayo kweli ni mtaji, ambayo Mungu ameruhusu shetani atujaribu ili tuweze kuimarika. Lakini kuna majaribu yatakuja. Lengo sio kuona kwamba tutashindwa kuvuka. Mungu ni mkuu, tutavuka, lakini atatuchelewesha kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia. Kwa hiyo kuna namna tunaweza tukamwomba Mungu akatuepushia na tusiingie kwenye majaribu. Haleluya. Naomba nisomee Yakobo 1 mstari wa 13 mpaka 15. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 15. Neno la Mungu lasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Amen. Haleluya. Mtu akijaribiwa na asiseme kwamba Mungu amenijaribu, lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa tutabishana sana, lakini uhalisia neno la Mungu nasema kadhalika mwili hushindana na roho. Roho inataka kutenda mema, lakini mwili inatamani vitu vya duniani. Na nia ya mwili always ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ili mwili uwe dhaifu na roho iwe ina nguvu kiasi cha kuishinda, kuivuta nafsi, na nafsi ikafanya kazi na roho. Lakini kama nafsi itafanya kazi na mwili, ndio hivyo kwamba natamani kufanya kitu na unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hajaribiwi isipokuwa ni kwa tamaa zake mwenyewe. Watu waka wanabisha, lakini ukweli ni huo kwamba watu wengi sana tumeingia kwenye jaribu, au tumeingia kwenye jaribu fulani na tukamtenda Mungu dhambi. Si kana kwamba tumejaribiwa, lakini kuna namna mili yetu na tamaa zetu zimetufanya tujaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ukimwambia hivyo anakataa, ni kwa sababu ameshaanguka, na natakamani kuwajulisha ulimwengu wote kwamba haiwezekani kuishinda dhambi. Lakini neno la Mungu linasemaje? Mwili unashindana na roho, na ili uweze kushinda lazima roho iwe na nguvu. Roho isipokuwa na nguvu, lazima mwili utakuvuta, na nafsi itatumiwa kwa namna ambavyo inatamani. Nafsi yenyewe huwa inatamani tu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niwe na kitu fulani, natamani niwe na kitu fulani, lakini nakwambia roho always inashindana. Kila kitakapoinuka kitu fulani, nataka nifanye kitu fulani, roho inasimama na kusema usifanye, kwa sababu nia yake inataka kupeleka katika uzima, lakini kitu ambacho nakitamani ni cha kupeleka upotevuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Watu wengi kabisa, na tunashuhudiana hadi watu wa kanisani kwamba kijana hawezi kuepuka dhambi ya uzinzi, lakini nakuhakikishia hakuna anayejaribu au anayejaribiwa na mtu, lakini tamaa zako mwenyewe zinakufanya ujaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia hivyo ni kwa sababu mtu anasema amepita mtu amevaa vibaya akanitamanisha, lakini nakuhakikishia roho ikiwa na nguvu utamwona mtu amevaa vibaya afu kamwona kama mdogo wako wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ni wa kawaida tu. Baadaye atakuuza afu atamwambia wewe kavae vizuri. Lakini angalia mwili ulipo na tamaa, utaona unaanza kumsogelea, huyu dada si ana shepu, unaanza kumsogelea, tamaa ya mwili. Lakini kama hauna tamaa ya mwili, utapomwona huyo mtu utamwona ni wa kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wa kawaida sana kwa sababu roho ina nguvu. Lakini chekishia mawazo yako, unapoona kitu fulani amenitamanisha, nimetamani kwa sababu alivaa vibaya, alikuja kwangu yuko hivi, lakini hali yako ya ndani ilikuwaje? Kabla hujafanya hicho kitu, kuna tamaa ambayo ilikuwa imekubeba. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema tu kwamba alinitamanisha. Amebeba hela vibaya, kwa nini nisibe? Ni tamaa zako. Ungekuwa una tamaa wala ungeona tu amebeba hela, lakini anasema mwenye ninazo za kwangu, au hata kama za nini. Yaani roho yako inakuwa ina nguvu ya kucontrol nafsi. Nafsi always ina tabia ya hisia, maumivu, yani hivyo. Upendo sio upendo ambao ni wa agape, upendo ambao unaujua wewe, ambao upendo wa feelings na kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nafsi yako inakuwa ina tabia, lakini sasa inavutwa. Ni wapi itafanya kazi? Kama roho itakuwa ina nguvu, utakufanya kitu unaanza kukitamani, roho itainuka na kusema acha, wewe ni mwana wa Mungu, hutakiwi kufanya vitu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini most of watu tumevutwa ni kwa sababu ya tamaa zetu wenyewe. Wala usimzingizie dada, watu walikuwa wamevaa vibaya.
Bwana Yesu asifiwe. Si kana kwamba navaa vizuri ili kwamba sijui nisemaje, kwamba eti nikivaa vibaya nitamtamanisha mtu. Lakini navaa vizuri kwa sababu Mungu anamtamani nivae hivi na pia nisiwakele watu. Lakini sio kwa sababu eti nitakutamanisha. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kaka zangu mlishike hilo, kwa sababu watu wengi sana mnadondokea kwa kuona wadada na kusema kwamba amenijaribu. Lakini kama utakuwa active na unaomba kweli, utaona vitu vya kawaida na uwezo kumkemea, mkavae vizuri bwana. Unavaaje hivi? Mtu unasogamba kwa shika kidevu, unaona anaanza kulegea, lakini kumbe kuna namna ambapo ilibidi umkemee. Bwana Yesu asifiwe. Au ukimbie. Yusufu alikimbia kwa sababu alijua hapa sitaweza kutoka, akakimbia. Lakini wewe ulichekelea. Haleluya. Haleluya. Tusiwalaumu watu kwa sababu walitusababishia. Tusiwalaumu watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameharibu future zenu kwa kawaida kabisa. Mimi nitasema hicho kitu, sintatei ni watu wavae vibaya au wadada wavae vibaya. Ndada vaa vizuri kwa sababu usiwauzi watu. Bwana Yesu asifiwe. Vaa vizuri. Vaa vizuri, lakini tamaa iko ndani ya mtu. Mtu anajaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe. Kama kitu hakicho kwenye mawazo yako huwezi ukafanya. Haleluya. Kitu kingine ni kwa ajili ya kuvifanya vitu vya rohoni ili viziki katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Mungu ameahidi vitu vingi. Ni kweli Mungu amekuonyesha vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Ni kweli kabisa ukiingia katika ulimwengu wa roho unajiona wewe ni mtumishi mkubwa. Lakini na kuhakikishia hicho kitu hakiwezi kikawa dhahiri mpaka uende kwenye ulimwengu wa roho, ukichukua ukileta katika ulimwengu wa mwili na sisi tuweze kukuona. Ni kweli kabisa Mungu anakukushuhudia kwamba wewe uko hivi. Lakini hicho kitu hakiwezi kazilika kwa sababu hakuna namna hicho kitu kitakuja mpaka wewe uombe ili kitolewe katika ulimwengu wa roho kija kwenye ulimwengu wa mwili na sisi tuanze kukuona kwa namna hiyo. Haleluya. Kuna watu wananielewa? Kuna watu wananielewa? Haleluya. Amina. Vitu vingi. Unajiona kweli wewe uko hivi, unaona mtumishi wangu uko hivi, naona kabisa mimi niko hivi, ni mtu wa namna fulani. Hicho kitu kinaweza kikabaki kuwa story kwenye maisha yako. Na kuna mara nyingine shetani anaweza kikiona mapema akakuwahi akakidaka. Lakini kwa namna ambapo utasimama na unaweza kwa Mungu, natamani ukajizilishe kwa namna ambapo nimeona na kwa namna ambapo nilivyo. Natamani uzilike. Natamani uonekane. Natamani hicho kitu ambacho nakiona kwenye ulimwengu wa roho kio katika ulimwengu wa mwili, kwa sababu ulimwengu anasema haujaumbwa na vitu ambavyo viko zaidi, lakini umeumbwa na vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo ulivyo na mahitaji yote yalivyo yako katika ulimwengu wa roho, lakini kazi yako wewe ni kuomba na kukidhibitisha kitu kinakuwa. Lakini principle ni moja, imani, bidii na muendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vyote vitakuja na vikawa vyako ni kwa sababu ambapo unaomba na ukavileta huku. Lakini kama hauombi, maana utaishia tu kuona. Mtu atakwambia Tumaini, wewe nimekuona ni mtumishi mkubwa sana, lakini you don't pray. Ni kweli ameona katika ulimwengu wa roho ni hivyo, lakini wewe ndio hivyo. Kwa hiyo hicho kitu kitabaki kuwa story, na mara nyingi shetani anaweza akichukua kipawa chako akatumia mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa una karama na kipawa fulani, lakini hicho kipawa hakiwezi kukizilika. Kuzilika kinahitaji maombi ili kiweze kuzilika. Hatuwezi tukakutambua kwa sababu tunakuona wa kawaida, lakini utapoomba. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye asili kama sisi, lakini aliomba mpaka akaandika kwenye story kwamba aliomba mvua isinyeshe na mvua haikunyesha. Kwa hiyo kama hujaomba tutaendelea kukuona wa kawaida. Regardless Mungu anakushuhudia nini, lakini kama haombi hatutakutambua na tutaendelea kukuona wa kawaida. Lakini the moment tutaposimama utazilishwa wewe, tutakuona. Maana sisi tunaangalia vya mwilini, hatuangalii vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kuna watu wananielewa. Jambo lingine tunaomba ili tupate nguvu. Tutasema hili jambo la mwisho hapo tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kupata nguvu za rohoni. Kupata nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kama kuchaji. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kama kuchaji. Tuna roho. Roho inapokuwa connected na Mungu ambaye ni roho, inakuwa ina gain charge, kwa sababu roho ya Mungu ni roho yenye nguvu kuliko nguvu zote. Kwa hiyo kama itakuwa connected,
yenyewe itakuwa ina receive power, na sisi tunaenda kuona unatembea hivyo. Lakini roho ina tabia ya kuishiwa nguvu kwa kadri ambapo unaendelea kutumika na kwa kadri ambapo unaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadri ambapo unaendelea kuishi, simu hii ina chaji, lakini kuna wakati inakaa na chaji, kuna wakati inazima, inabidi ikachajiwe, connectiwe kule. Bwana Yesu asifiwe. Ile power source ni kama Mungu mwenyewe, lakini simu ni wewe mwenyewe. Lazima uwe connected kwenye chaji ili uweze kusurvive. Bwana Yesu asifiwe. Na kuhakikishia, unaweza kama ukaomba ukawa na nguvu, lakini ukikaa muda mrefu, kuna wakati nguvu zinaisha, inabidi uende ukajichaji tena. Kwa nini simu inaisha chaji? Regardless kwamba hatuitumii, lakini chaji inaisha, hatuitumii ikikaa, lakini kwa muda fulani, inaweza kuwa siku 2 au siku 3, inazima chaji. Ndivyo roho ya mwanadamu ilivyo, inatakiwa always iwe connected kwenye chaji. Chaji inapopungua, chaji nyingine inaingia, ili uendelee kusimama na kutembea kwenye nguvu zaidi. Kwa hiyo sisi wote inabidi tuwe connected kwenye source, connected kwenye source ambayo ina nguvu zaidi. Simu zinatumia source yake ambayo ni electricity, zinakuwa connected kwenye power, lakini sisi nguvu yetu ni Mungu mwenyewe. Inabidi tuwe connected na Mungu kila wakati, ili chaji inapoisha, hata wewe unapohisi ndani yako unaishiwa nguvu, maana inabidi kajiconnect upya, upate nguvu uweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananielewa? Be connected. Ni vigumu sana, yani vigumu sana wewe kuishi hivi tu bila maombi. Neno utalisoma, lakini neno hilo kuna wakati hautaweza kulifungua. Yahitaji maombi ili uweze kufunulia hicho kitu kinamaanisha nini. Be connected. Be connected. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli una vitu vingi, unafanya vitu vingi sana, lakini ni kwa namna gani? Be connected. Mungu aendelee kukujuza. Zile moment ambapo unazidi kuwa connected, ndipo ambapo unakuwa active kwenye roho yako, unakuwa active kwenye spirit. Chochote kinachopita katika ulimwengu wa roho unakiona. Bwana Yesu asifiwe. Kinachopita unakiona kwa sababu uko active. Lakini kama hauombi, maana yake macho yako yatakuwa mapofu. Unaona tu vitu vya kawaida, kila kitu tunachukua cha kibinadamu, hiki ni cha hivi tu, achana nacho, hivi ni cha hivi. Lakini kama utaona utasema hiki kitu ni cha kawaida, hiki kitu sio cha kawaida. Hichi kitu sio cha kuentertain. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kitu kinaendelea kanisani, unasema hichi kitu sio cha kuentertain kwenye kanisa, inabidi tuingie kwenye maombi kiondoke. Lakini kama na mtu cha kawaida sana, mbona watu wanafanyaga wote? Mbona sasa watu wako wote hivyo? Na kuhakikisha watu hawapo wote hivyo. Kuna watu ambao active na wanamuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Be connected. Haleluya. Naomba tusimame.